Ikiwa ni mwendelezo wa kutoa elimu iliyoshiba kwa wanafunzi wa vyuo katika maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma, baadhi ya watumishi kutoka Bodi ya Ununuzi na Ugavi PSPTB wameendeleza kampeni ya kutoa elimu kwa wanafunzi wa vyuo ili kuonyesha mwanga wa yale yanayofanyika pindi tu wanapomaliza masomo yao. Kubwa mojawapo ya bodi ni kuregulate taaluma lakini na mienendo ya wanataaluma. Sawa? Tukisema mienendo ya wanataaluma tuna regulate kitaaluma lakini pia kimaadili. Nimeleka lengo kubwa la PSPTB ni excellence in procurement and supply chain management. Easter mnaingia, mkiingia Easter basi msiangalie tu mambo yale mengine kina Mange Kimambi. Watu wengi wana follow mambo ya Mange Kimambi. Na nani? Pia tuangalie PSPTB official. Hata haya tunayoongea hapa baadaye mtayakuta huko. Ndio maana tuko na wataalamu. Hao wataalamu wanaopiga picha huko ndio baadaye wanachukua hizo taarifa na weka. Na namuona Dickson Molel ni mwenzenu alikuwa hapa CBE. Ndio marketing wetu hapa bodi. Na ni product ya kwenda maana kwamba CBE sisi tunajiheshimisha. Kwa hiyo hiyo rectification order au tuseme au marekebisho 2008 yalikuwa yamerekebisha tu iko kitu kimoja. Lakini pia tuna marekebisho 2014 ambayo haya yalikuwa yamejikita zaidi kwenye kuongeza baadhi ya majukumu kwa bodi na kuipa bodi uwezo wa kuweka ada mbalimbali kwenye huduma mbalimbali ambazo inazitoa. Tutapoweza ku-apply mitihani yetu, lakini vile vile hapo tutaweza ku-apply kama membership. Kwa juu hapo tumeona kuna sehemu imeandikwa body examination. Mmeona kuna sehemu ya exam, lakini kuna sehemu ya professional and registration technician. Kwa hapa juu kwenye exam ndio tutakapokuwa tunafanya maombi yote ya mitihani. Hii leo watumishi kutoka PSPTB walitembelea katika chuo cha elimu ya biashara campus ya Dodoma kwa maana ya CBE na kuzungumza na wanafunzi hao. Kubwa zaidi ni kuwaelimisha. Watumishi kama ilivyo ada walizungumza na wanafunzi, na mara baada ya kuzungumza nao waliwapima uwezo wa yale waliowaeleza. Mimi naitwa Rami Ramsey. Hii ni Ngasa TV. Pia nakuuliza swali hilo hilo, taja sifa za kujisajili katika ngazi ya, wewe nitajie sifa za kujisajili katika approved category na authorized category. Approved anatakiwa awe amefanya kazi ndani ya miaka 3 au 3 years. Mitatu. Okay. Yes. Alafu authorized. Authorized anatakiwa awe na experience ya 5 years. Alafu pia awe na masaa 40 hours of masaa 40 ya kufanya nini? Ya kuhudhuria training. Majaji hapo unasemaje? Unasemaje? Approved amesema ili mtu asajiliwe approved awe na nini? Kadiri ya huyu. Experience ya mitatu. Then kwa ile maana kule mtaani kule akiwa tuna experience ya mitatu approved. Sasa kaka mimi nimepata degree yangu. Nikafanya kazi miaka 3 4 approved. Ndio sifa alizosema huyu. Hapo ndio sifa za huyu. Sema sifa miaka 3. Ndio. Kuna kingine amesema? Naitwa Dickson Molel, afisa masoko kutoka Bodi ya Wataalamu wa Ununuzi na Ugavi. Leo ikiwa ni siku ya pili ya maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma, tumetembelea katika chuo cha elimu ya biashara tawi la hapa Dodoma kwa ajili ya kuzungumza na wanafunzi wanaosomea taaluma ya ununuzi na ugavi, tukizungumza nao kuhusu mambo kadha wa kadha, zaidi ikiwa ni kuwajulisha yale ya usuyo taaluma hii muhimu sana ya ununuzi na ugavi, taratibu za usajili, umuhimu wa wao kujisajili kwenye bodi yao, lakini pia kuhusu mitihani ambayo wanapaswa kuifanya baada ya kuhitimu katika ngazi mbalimbali za
chuo, kwa mfano diploma au bachelor degree. Lakini zaidi sana ni kuendelea kusisitiza swala la maadili ambalo nalo pia ni muhimu sana katika utekelezaji wa majukumu yao. Na yote kwa yote, kwa kweli tunashukuru kwa sababu wanafunzi wamechangamka na maswali yamekuwa ni mengi, na mwisho wa siku tunashukuru kwamba lengo la kuitoa elimu kwa umma kama ambavyo tumedhamiria linakwenda vizuri. Kwa majina tu Lonkutule Keyo Matoto, ni mwanafunzi wa CB na sinayatoka kwenye idara ya procurement. Kwa kweli leo tumekuwa na mafunzo mafupi na ambayo yameleta tija na mabadiliko chanya kwa masomo yetu na maendelezo ya klabu yetu ya procurement. Kwa kweli tumejifunza mengi kutoka kwenye bodi ya PSTB. Tumepata uelewa juu ya bodi mbalimbali ambazo zinashirikiana pamoja na PSTB kufanya kazi. Tumepata pia uelewa kujua mtihani mbalimbali unaofanyika kwa ajili ya kuandaa wataalamu wa procurement ambao wanaita CPTA, CPTB, ambayo pia tumepata mafunzo mbalimbali kuhusu hiyo. Lakini pia tumepata kujua namna ya kusajiliwa na kujili ya kujiunga pia kwa wanachama wa PSTB. Tunashukuru sana na tunawakaribisha tena kwa kutupa elimu hii na hamasa hii ya endelevu na tuendelee kujumuika kwa ajili ya kuleta maendeleo chanya kwa maendeleo ya taifa. Asante. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Sanai Terika, nasoma chuo cha CBE, nasoma Bachelor ya Transport and Logistic Management. Tunashukuru sana bodi ya PSPTB kwa kuja kutembelea kutupa elimu kuhusu bodi, namna ya kusajili, namna ya kuweza kufanya mitihani na namna ya kuweza kuendeleza kuwa wazalendo. Zaidi wamesisitiza kuhusu uzalendo katika kazi hizi za manunuzi. Mengi zaidi la kusisitiza hapo ni tunashukuru sana kwa sababu kwa maswali ambao wameweza kutujibu. Tumeuliza maswali ya muhimu sana, wametujibu vyema. Tunawashukuru kwa hilo.